Tume pia ilizingatia misingi ya mwongozo wa matumizi ya nguvu, Use of Force Compendium, ambayo pia imebainishwa kwenye kanuni za polisi. Ilichambua ushahidi kuhusu matumizi ya nguvu katika maeneo mbalimbali na kubaini kuwa hatua za matumizi ya nguvu zilitofautiana katika eneo moja na eneo jingine. Yapo maeneo ambayo hatua ya kwanza ya uwepo wa askari ilizoesha kuzuia ghasia kuendelea. Ile ndi level ya kwanza ambayo polisi tu kwa sura yake na nguo alizovaa inasambaza makundi yalokusanyika. Lakini hapo pia maeneo mengine kutokana na kiwango cha tishio kwa uhai wa askari au raia wengine ililazimu kutumia hatua nyingine zile za juu, na ziko hatua 6. Mfano, kituo cha polisi cha Salasala Dar es Salaam. Mmoja ya askari aliyekuwa katika kituo hicho alieleza kuwa walikuja kituoni hapo, walivamiwa na kundi la watu zaidi ya 150 wakiwa na silaha za jadi ikiwemo mapanga, mishale, mikuki na madumu ya mafuta ya petroli, na kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi na baadaye kuamua kukimbia baada ya kuzidiwa nguvu. Shahidi mwingine kutoka kituo cha Nyamagana Mwanza alieleza hali ilivyokuwa eneo la stendi kuu ya mabasi ya mwendo ya kwenda Nyegezi, ambapo kundi la watu 300 au 400 walikuwa na silaha za jadi ikiwemo sime, nondo, marungu, wakiwa wanafanya ghasia kwenda moja na kuchoma moto mali za watu. Kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi, na hadi ilipozidi kuwa mbaya ya hatari walazimika kutumia silaha za moto. Kwa mujibu wa ushahidi huyo, katika tukio hilo askari walikuwa 9 dhidi ya kikundi cha wafanya ghasia 400. Askari mwingine kutoka kikosi cha kutuliza ghasia Mwanza alieleza pia kuwa siku hiyo Oktoba saa 7 mchana wakiwa katika eneo karibu na benki ya CRDB na NMB Buzuelo, askari polisi walikuwa wakiwaokoa askari wengine na walilazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya wafanya ghasia na kuokoa askari wenzao walikuwa katika hali mbaya. Tume pia ilipokea ushahidi kutoka baadhi ya mashahidi walidai kwamba polisi ilitumia nguvu katika kudhibiti ghasia kama ifuatavyo. Tarehe 30 Oktoba 2020, mkazi wa Mombo Songwe anasema kwa majira ya mchana alikuwa kisimani anachota maji na mtoto wake. Walisikia mlio wa mabomu, kawa anakimbia akiwa amebeba mtoto. Mtoto alidondoka chini baada ya kupigwa risasi kichwani. Mkazi mmoja wa Marungu, wilaya ya Rumeru, alitaarifu tume kuhusu tukio la mwanawe wa umri ya miaka 35 alipigwa risasi 4 na askari polisi katika eneo la Kimondulu tarehe 29 Oktoba akiwa karibu na dukani kwake. Kwa mujibu wa maelezo ya shahidi mwingine, mashahidi huyo, mwanae alipigwa risasi ya mgongoni akaanguka chini, kisha askari walimfuata na kumpiga risasi 3 mgongoni na kumvunja mifupa miwili, uti wa mgongo na nyingine chini ya moyo, na hivyo imeshindikana kuitoa. Kwa sasa mwanawe anaendelea na matibabu hospitali moja ya Rufani. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.